Mambo yanaendelea kupamba moto kweli kweli katika ligi kuu nchini Tanzania bara, kwa maana NBC Premier League. Ikumbuke tu kwamba hapo jana klabu ya Dar es Salaam Young Africans wao walitoa taarifa kwa umma kwa kusema ya kwamba hawatoshiriki mchezo wa dabi, mchezo ambao ulihairishwa katika siku kadhaa nyuma. Sasa klabu ya Yanga wao wakatoa msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo wa dabi. Maneno yakawa ni mengi sana, watu wakawa wanajiuliza nini hasa hatima ya mchezo huo. Lakini hii leo bodi ya ligi tayari imepanga ratiba mpya ya mchezo wa dabi. Ni tarehe ngapi utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Cha kufuata ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, bodi ya ligi nchini Tanzania bara kwa maana TPLB wameupangia mchezo wa klabu ya Yanga dhidi ya Simba mnamo tarehe 15 Juni, kwa maana mwezi ujao tu. Klabu ya Yanga itacheza mchezo wake wa kukamilisha michezo ya ligi kuu dhidi ya klabu ya Simba, ambapo ikumbuke tu kwamba Simba wao wameposti tarehe mpya ya dabi na kusema kwamba watakuwepo siku ya mchezo. Lakini klabu ya Dar es Salaam Young Africans wao wamesema kwamba hawatakuwepo kwa sababu wametoa taarifa kwa umma ya kwamba wao hawatoshiriki mchezo, licha ya kwamba kesi iliyopelekwa kasi wameshindwa. Na wamesema kwamba tulipeleka kesi kasi lakini ikashindikana, na hatuwezi kuipeleka kesi hii katika mahakama za usuluhishi za hapa nchini Tanzania, kwa maana bodi ya ligi pamoja na TFF. Kwa hivyo kesi hii hatuipeleki sehemu yoyote ile na hatuchezi. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa bodi ya ligi tayari imepanga ratiba mpya, na kama klabu ya Yanga haitotokea hivyo, kuna mawili: klabu ya Simba itaingia uwanjani na kupewa alama 3 na magoli 3, lakini pia kuna uwezekano wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kunyang'anywa alama 15 ama kushushwa kabisa daraja. Wewe maoni yako ni yapi, mtazamaji wa Bongo Super Media, kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika mpira wa Tanzania? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.